uzembe mkubwa huko kwenye serikali, inashindwa kusimamia sheria ilizozitunga yenyewe, na sio kwamba wazawa watoi taarifa kwamba wewe ni mgeni. Asilimia kubwa ni kama wanalindwa. Wafanyabiashara wa dagaa katika soko la samaki la kimataifa Kirumba, manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni wanaokwenda visiwani kununua dagaa na samaki kinyume na taratibu zilizowekwa. Kuna changamoto ambazo yawezekana zikawa zinasababishwa na serikali yenyewe. Kumekuwa na wageni wengi sana ambao wanaenda visiwani, ambao badala ya ile mizigo kuja hapa, ile mizigo na wao wanaponunua inapitia huko kwenda nchi jirani, badala ya kuja kununua kwenye masoko ambayo ni rasmi. Kwa hiyo swala hilo nayo limekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, mtu anaweza kutoka Uganda akaenda visiwani akanunua ule mzigo, hauwezi kupita hapa sokoni, anapitia aidha kwa njia ya maji au anavuka anakwenda barabarani, anafikia anapakia mzigo wake anapeleka Uganda badala ya kupita kwenye soko rasmi ambalo serikali ilitenga. Vile vile kuna watu kutoka kama Rwanda, badala ya kununulia mzigo hapa wananunulia visiwani, wana uwezo wa kupakilia sehemu yoyote, mizigo ile ikaenda katika nchi zao bila kupita kwenye soko rasmi. Kuna Wakongo vile vile pamoja na Wakenya, wengi wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo changamoto za soko letu hili kwa upande fulani tunabakia tu tunaangalia meza badala ya kufanya biashara, kwa sababu soko hili lilijengwa kwamba ni soko la kimataifa. Wale watu wote wangekuwa wanakuja kufikia hapa kwa ajili ya biashara. Wale wanakuja na gharama za juu, wananunua biashara kwa bei yoyote, kiasi kwamba wewe biashara ya ndani humu ule mzigo huwezi kununua ukauleta. Wewe unaweza kununua 20,000, yeye ananunua kwa 30. Kwa hiyo competition ya mzawa kufanya biashara na wale inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wangekuwa wananunulia hapa, hata sisi tungeweza kunufaika, kwa sababu tungeweza wao tungekuwa ndio wangekuwa wateja wetu. Hizo bei wanazitoa visiwani, sisi tungekuwa tunawauzia hapa. Lakini flow kubwa ya wageni kwenda visiwani nayo inakuwa ni changamoto kubwa katika biashara yetu. Kama tulikuwa tukienda kununua mzigo mapolini, tukija kuuza hapa kwa tunapata faida, lakini saa hizi bei ambayo tunanunulia kule polini ndio bei tunauza hapa sokoni. Kwa hiyo wafanya biashara wadogo tunashindwa kufanya biashara, na hapa tunapoleta hapa mzigo tunashindwa kuuza, matokeo yake mzigo unabaki kwa sokoni. Sababu kubwa tunapofika kule visiwani tunakutana kuna wale wageni wenzetu, na maana wao wanakuwa wananunua bei kubwa wakati wao wanapeleka kwa wanakopeleka. Sisi ambao tunaoleta hapa sokoni, unakuta hapa sokoni bei chini, kwa hiyo tunashindwa kufanya biashara. Mimi nilikuwa nashauri serikali isimamie, na maana wageni wanapofika kule natakiwa wao wakamate, kwa sababu sisi tunapofika ile viwanjani kwanza kupima, wao wageni ndio tunawaona wanapima kwa bei kubwa. Tunashindwa sasa kujua wao wameingia muda gani na wale wamepitia wapi. Wamesema baadhi ya wafanyabiashara kutoka DRC, Burundi, Rwanda, Malawi na nchi nyingine wamekuwa wakishirikiana na baadhi ya wazawa kwenda moja kwa moja visiwani kununua mazao ya uvuvi badala ya kutumia masoko rasmi, hali inayochangia upotevu wa mapato ya serikali. Changamoto moja ambayo tunakumbana nayo, ambayo tunashindwa sisi kuidhibiti kulingana na uelewa au na uwezo wetu mdogo wa kufikiria. Hapa kuna wageni wanatoka nchi za nje. Wakitoka nchi za nje wanakuja wanafikia hapa, wanatafuta watu wenyeji, wanaongea nao, wanawapeleka moja kwa moja visiwani. Sasa wanapokuwa wamepeleka kule visiwani na wale watu ni wageni ambao wametoka nchi za nje, maana yake hapo tayari wameshaharibu system ya sisi wazawa kufanya biashara. Yule huwezi ukaenda kushindana naye kule shambani ukiwa ni mtu unayekuja kuuzia samaki zako wapi? Mwaroni. Lazima yule ataenda samaki atazinunua bei ya juu. Wewe mwenyeji ambaye ni mzawa hautakuwa na uwezo wa kununua mpaka yeye amalize kufanya biashara, asafirishe mzigo wake au ameondoka. Wewe ndio utapata fursa ya kuweza kuhemea na wewe mzigo ulete soko la Mwaroni, ambapo hata ukizileta hapa soko la Mwaroni wale wateja tuliokuwa tunawategemea ili watuchangie tayari wameshatuvamia wapi? Mashambani. Kwa hiyo tunashindwa, biashara inakuja hapa ndio unakuta mtu unakaa na dagaa mezani, unakosa namna ya kufanya. Hali yetu ya kibiashara saa hizi imekuwa ngumu sana. Tulizoea tumeshakopa mitaji kwa Mama Samia. Hii mitaji tulikuwa tunachukua tunafuata dagaa visiwani. Lakini tukifika visiwani tunakuwa na hali ile ya sintofahamu. Wanunuzi wa nchi za nje wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo ushindani unakuwepo, tunashindwa kununua mizigo. Hadi sasa hizi tunashindwa kulipa mikopo ya Mama Samia sababu ya ushindani wetu na watu wa nchi za nje. Tunashindana na Wazaire, Wanyarwanda. Tulikuwa tunanunua dagaa kwa bei ya chini, lakini sasa hizi dagaa zimekuwa juu sana. Hela unakuta una mtaji kama wa 800,000, 700,000 haitoshi.
Kwa hiyo ukija kuanza kurudisha marejesho unakuta hela imeisha, hujafanya kazi yoyote ile, na tunasomesha watoto. Mwenyekiti wa soko la samaki la kimataifa Kirumba Fikili Magafu amesema suala hilo tayari liliwasilishwa kwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, ambaye alipiga marufuku wafanyabiashara wa kigeni kwenda kununua mazao ya uvuvi visiwani na kuwataka kutumia soko la Kirumba. Kuna sheria inayozuia hawa watu kwenda kununua mazao ya uvuvi kule kwa wavuvi shambani kwa maana yake. Kwa hiyo sheria ipo, tunaomba tu serikali isimamie hiyo sheria, kwa sababu hili limekuwa tatizo sasa. Kila mfanyabiashara analalamikia hilo, uwezo wa kushindana na mtu anayenunua samaki, dagaa akapeleka nje ya nchi na huyu anayeuza kwenye masoko yetu humu ya ndani, inakuwa sio rahisi kushindana naye. Sisi tunadhani kwamba wageni kwenda kule visiwani ni tamaa na namna ya kukwepa kodi kwa ujumla, kwa sababu akinunua hapa sokoni maana yake hana uwezo wa kukwepa kodi, lakini akinunua kisiwani ana uwezo wa kukwepa kodi. Kule nyuma kulikuwa na malori mengi na anakuja kipindi chote, season ya kufunga giza na season ya kufungua giza, lakini leo hii utaona mwishoni mwa kufunga giza ndio malori ya kubeba mizigo yanakuwa mingi, kwa sababu mizigo mingi inakuwa inapita hapa. Soko la samaki la kimataifa Kirumba ni miongoni mwa masoko manne ya samaki yenye hadhi ya kimataifa nchini na huhudumia wastani wa wafanyabiashara kati ya 1000 hadi 2000 kwa siku. Kipindi cha nyuma tulikuwa na wafanyabiashara wengi sana, 3000 mpaka 4000 walikuwa wanaingia na kutoka katika soko hili, lakini kwa sasa hivi wamepungua, 1000 mpaka 2000 wanaingia na kutoka katika soko hili. Kwa hiyo utaona ni kwa kiwango gani population ya wafanyabiashara inazidi kushuka. Sasa itakuwa haina maana serikali inaendelea kuwekeza, lakini wale watumiaji wa soko ambao wakati mwingine ni wageni kutoka nje, badala ya kununulia hapa wanaenda kisiwani, soko wanaliruka. Itakuwa haina maana ya kuongeza soko.